Karibu msikilizaji wa Gray Simulizi katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Ahadi ya Damu. Msimuliaji wako ni mimi Gray Simulia. Nikuombe usiache kusubscribe, kulike, kucomment ili kupata na kujua mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi. Hii ni sehemu ya kwanza ya Ahadi ya Damu. Kijiji cha Mabonde Matatu kilikuwa kimetulia kama lilivyo jina lake. Kilikuwa kimelala katikati ya milima mitatu yenye rangi ya kijani kibichi, huku mawingu meupe yakielea taratibu angani, kana kwamba yalikuwa yakiota ndoto ya amani. Asubuhi hiyo Asha aliamka mapema. Kama kawaida yake, aliosha uso wake kwa maji ya baridi kutoka kisimani. Kisha akamwamsha mama yake, Bi Mwanaheri, kwa sauti ya upole. "Mama, twende sokoni kabla jua halijapanda." Mama yake alijikokota kutoka kitandani akiwa amechoka, kwani mikutano ya usiku na wanawake wengine wa kikundi cha akina mama ambao ni wachoraji wa mikeka ilikuwa imechelewa kuisha, na bado walikuwa na mizigo ya kuuza sokoni. Wakiwa wamebeba mikeka yao migongoni, walitoka kuelekea soko la kijiji. Njiani walikutana na Musa, mchungaji kijana wa kijiji aliyekuwa amevaa shati lake la zamani la bluu na kaptula iliyokatika goti moja. "Habari za asubuhi Asha." "Nzuri Musa." Asha alijibu huku akimwangalia kwa aibu. Macho yao yalikutana kwa muda mfupi kabla mmoja kugeuza macho. Kilichokuwa hakijulikani ni kwamba siku hiyo ingekuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa kijijini. Muda mfupi baada ya jua kuchomoza, taarifa zilitapakaa kuwa Mzee Ngwali, mwenyekiti wa kijiji, alikuwa amefariki dunia ghafla. Kilichozua taharuki si kifo chake, bali alivyofariki. Alikutwa amekufa akiwa ameandika majina mawili kwenye kikaratasi, Asha na Musa. Kilio kilisikika kutoka nyumba ya Mzee Ngwali, kikisambaa kama moshi wa moto katika kijiji kizima. Wanakijiji walikusanyika haraka, wengine kwa hofu, wengine kwa udadisi. Mwanaye mkubwa Baraka alikuwa ndiye aliyemkuta marehemu asubuhi amelala sakafuni, mikono ikiwa imekunjamana kama mtu aliyekuwa akijitetea. Katika mkono wake wa kulia kulikuwa na kipande cha karatasi kilicholoa jasho na kidogo damu. Polisi wa kijiji walipokichukua walikikuta kimeandikwa kwa mwandiko wa haraka, "Musa, Asha, msisahau yaliyopita. Mlima unawajua." Wazee wa mila walikusanyika. Walikaa chini ya mti wa mkungu uliopo karibu na nyumba ya marehemu, wakibembea kwenye viti vyao vya miunzi. Walivuta pumzi ndefu na kuanza kusoma ujumbe wa karatasi kwa sauti ya upole lakini ya kutisha. "Ni laana," alisema mzee Kidevu, mzee mwenye umri mkubwa kuliko wote kijijini. "Laana ya mlima inarejea." Wananchi waliangaliana kwa hofu. Kila mmoja alikumbuka simulizi za zamani kuhusu mlima ulioitwa mlima wa majani yaliyoanguka. Ilisemekana mlima huo uliwahi kuwa makazi ya kifalme kabla ya uasi mkubwa kutokea, na waliokimbia walitoa laana kwa kizazi chochote kitakachozaliwa na damu yao ndani ya kijiji hicho kitapitia maumivu na kifo. Lakini
Nani aliyeamini hayo? Katika karne hii ya simu na redio, ilionekana ni hadithi za kuwafundisha watoto watii. Asha alishtuka alipofika sokoni na kukuta watu wakimwangalia kwa macho ya kushangaa. Wengine walimsema chini kwa chini, wengine walimkwepa kama vile alikuwa na mkosi. Mama, kuna nini? Asha alimuuliza Bi Mwanaheri akiwa kwenye banda lao la kuuza mikeka. Mama yake hakujibu mara moja. Alikaa kimya, kisha akasema kwa sauti ya chini, wamekusema mwanangu. Wanasema jina lako liliandikwa na marehemu kabla hajafa, na kwamba labda una laana. Asha alihisi ulimwengu unamzunguka huku ukimwelemea. Alishika kifua chake, macho yakimtoka machozi. Hakuelewa afanye nini kwa wakati huo. Wakati huo huo, Musa naye alikuwa amefuatwa na wazee wa mila. Mzee Kidevu alianza kwa sauti nzito, wewe ni nani? Damu yako inatoka wapi? Baba yako alikuwa nani? Musa alishikwa na butwaa. Hakuijua historia ya baba yake. Alilelewa na bibi yake tangu akiwa na miaka 6 baada ya wazazi wake kupotea kwenye safari ya biashara. Swali hilo lilimvuruga kichwa. Asha alilala akiwa na hofu. Kila alipofumba macho alimuona mzee Ngwali akiwa amekaa kwenye kiti chake cha zamani akimtazama kwa macho mekundu. Alipoamka alikuta mama yake tayari ameshamwandalia chai, lakini hakuwa na hamu ya kula. Mama, baba alikuwa nani? Aliuliza kwa sauti ya woga. Bi Mwanaheri alishtuka. Swali hilo alikuwa la kawaida. Macho yake yalijaa mshangao lakini pia huzuni. Mwanangu, hilo swali ni zito kuliko unavyofikiria. Baba yako alikuwa ni mtu wa aina yake, alisema huku akiinua kikombe cha chai kwa mikono inayotetemeka. Lakini niliapa kutokumwambia mtu, hata wewe. Asha alitazama uso wa mama yake akihisi kuna siri iliyofichwa ndiyo inayomsumbua sasa, siri ambayo huenda ndiyo sababu jina lake likawa kwenye kipande cha karatasi ya marehemu mwenyekiti. Wakati huo huo, Musa alikuwa nyuma ya nyumba ya bibi yake. Alikuwa anakumbuka maneno ya wazee. Wewe ni nani? Bibi. Alimuita bibi kwa sauti ya chini. Niambie ukweli, baba yangu alikuwa nani hasa? Na mama yangu je, walikuwa watu wa kawaida kweli? Bibi yake Mama Mvula alikuwa kimya kwa muda mrefu. Alihema sana kabla ya kuanza kuongea. Mjukuu wangu, niliapa kutosema, lakini sasa muda umefika. Umefikisha miaka 20 na laana ya kizazi chako haijawahi kulala. Musa alimtazama bibi yake kwa mshangao. Baba yako alikuwa mtoto wa kifalme aliyetoka katika ukoo wa wafalme waliokimbilia mlima wa majani yanayoanguka. Mama yako alikuwa msichana wa kawaida mwenye upendo mkubwa aliyempenda kwa dhati. Waliamua kuishi kijijini kwa siri baada ya ukoo wake kupigwa na wanandugu waliotaka kiti cha enzi. Akasimama, akamkazia macho Musa. Wewe ni mrithi
wa damu ya kifalme iliyolaaniwa, na jina lako likiwa kwenye ile karatasi ni ishara kuwa laana hiyo imekufuata. Musa alipigwa na butwaa. Alikaa kimya, akihisi kila kitu anachokifahamu kinaporomoka kama nyumba ya matope yenye udongo wa mvua. Asubuhi kesho yake, Mama Mvula aliongea kwa sauti ya amri. Utapanda mlima, uende kwenye mti wa mwezi, utaelekezwa kwenye ukweli. Asubuhi anga lilikuwa la kijivu, kana kwamba mawingu yalijua siri nzito inayopaswa kufichuliwa. Musa alifunga mkoba wake wa ngozi, ndani akiwa na kipande cha mkate, chupa ya maji na hirizi ya zamani aliyopewa na bibi yake, iliyojaa nywele za farasi na vipande vya mti wa mninga. Usiangushe hii hirizi mjukuu wangu, Mama Mvula alimwonya. Ina ulinzi wa kizazi chako, ila haitakuzuia kama utakiuka ukweli wa mlima. Musa alisimama, na majirani wachache waliokutana nao njiani, wengi walimtazama kwa hofu, wengine kwa huruma, kana kwamba walijua anakokwenda, na walijua kuwa si wakati wote hurudi kutoka kwenye mlima wa majani yanayoanguka. Alipofika kwenye mteremko wa kwanza wa mlima, upepo ulianza kuvuma kwa nguvu ya ajabu. Majani makavu ya mti wa mwangati yalianza kuanguka kutoka juu kwa kasi ya ajabu, lakini hakukuwa na mti juu yake. Alikumbuka hadithi za kale. Mti wa mwezi huonekana kwa macho ya aliyoitwa tu. Ulimwengu wa roho huanza na kuishi pale majani yanaanguka pasipo na mti. Alitembea hatua kwa hatua mpaka alipoona kivuli kikubwa cha mti mbele yake. Lakini mti huo haukuwa kama miti ya kawaida. Majani yake yalikuwa ya fedha na shina lake lilikuwa na alama za kuchorwa, kana kwamba historia nzima ya dunia imeandikwa juu yake. Musa aliketi chini ya mti huo, macho yakiwa yametulia. Kisha kwa ghafla, sauti ya mwanamke ilisikika kutoka upande wa pili wa mti. Musa, mwana wa damu iliyolaaniwa, umekuja hatimaye. Alisimama kwa mshangao, akajaribu kuzunguka kuangalia aliyesema, lakini hakuona mtu. Badala yake, kivuli kilitokeza mbele yake. Mwanamke aliyevaa mavazi meupe yenye vumbi la karne nyingi. Alikuwa mrembo, lakini uso wake haukuwa wa kawaida. Uliwaka kama mwezi wa usiku wa giza. Macho yake yalikuwa ya dhahabu. Mimi ni mlinzi wa mlima, na wewe ni mrithi wa neno lililokufa. Musa alishindwa kuongea. Alijaribu kuuliza kuhusu Asha, kuhusu jina lake kuandikwa kwenye karatasi ya marehemu. Yule mlinzi wa mlima aliendelea kusema, yeye pia ni wa damu hiyo. Asha si wa kawaida. Alizaliwa na alama ya yule aliyetoa sadaka ya mwisho miaka mingi iliyopita. Ninyi wawili mnafunga mzunguko wa laana, lakini mmoja wenu atalazimika
kuchagua kupotea ili mwingine aishi. Ghafla mti ulianza kung'aa, ardhi ikatetemeka na kivuli cha kifo kilipita juu yao. Musa aliona picha mbaya kichwani, picha ya kijiji kikichomwa moto. Asha akiwa katika minyororo na yeye akiwa amevaa taji la miba. Kabla hajapoteza fahamu, alisikia maneno ya mwisho kutoka kwa mlinzi huyo. Majani yanapoanguka ni roho inayotolewa kafara. Asha alikuwa chumbani mwake usiku wa pili mfululizo bila usingizi. Ni ndoto aliyoota usiku uliopita zaidi, iliyomchanganya zaidi. Katika ndoto hiyo alijikuta akiwa katikati ya ziwa kubwa. Maji yake ni rangi ya damu. Aliyokuwa amevaa vazi jeupe. Alikuwa peke yake, isipokuwa sauti ya mwanamke iliyokuwa ikimwita toka mbali. Asha, mtoto wa sadaka, wakati umefika. Kisha ghafla moto ulilipuka juu ya maji. Alipoamka kutoka usingizini, alihisi maumivu kwenye kifua chake. Alipojiangalia kwenye kioo, aliona alama ndogo ya duara nyekundu ikiwa katikati ya kifua chake. "Mama!" alipiga kelele kwa uoga. Bi Mwanaheri aliingia kwa haraka akitazama kwa hofu. Alipoona alama hiyo, macho yake yalijaa machozi. "Hapana, sasa ndiyo imeanza," alisema kwa sauti ya kupoteza matumaini. "Ukweli umeanza kujifunua. Huwezi kukwepa tena mwanangu." Asha alimshika mama yake kwa mikono miwili. "Mama, niambie kila kitu. Baba yangu alikuwa nani?" Bi Mwanaheri alikaa kitandani akihema. "Baba yako alikuwa mlinzi wa mlima. Alizaliwa kule. Aliapa kulinda mti mkubwa wa mwezi. Mimi nilikuwa msichana wa kawaida. Tulipokutana tulipendana. Tukakimbilia huku. Tukajificha kijijini. Tulitaka maisha ya kawaida." Akaangalia Asha kwa macho yenye huzuni ya kina. "Lakini mti wa mwezi hauachi watu wake waende tu. Wewe ni mtoto wa sadaka na mlinzi. Umepaswa kuchagua, ama kubeba laana hiyo au kuikomesha kabisa." Kwa wakati huo mlango ulifunguliwa ghafla. Musa aliingia, uso wake umebadilika. Alikuwa na majeraha kidogo usoni na macho yake yalionekana mazito. Asha alimtazama na kusimama. Macho yao yalikutana kwa muda mrefu. Kimya kikatanda chumbani. Musa alizungumza kwa sauti ya chini lakini thabiti. "Tuna kazi ya kufanya. Majani yanaanguka tena. Ikiwa hatutokomesha laana hii, kijiji kitaangamia." Naam, msikilizaji wa Gray Simulizi, na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Ahadi ya Damu. Ulikuwa nami Gray One kuanzia mwanzo mpaka kufikia nyakati hizi. Ni kuombe usiache kusubscribe ili kukupatia mwendelezo mwingine wa simulizi hii ya Ahadi ya Damu. Bye, na kwa wakati mwingine tutaonana.